الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kwa kutujalia kuwa ni Waislamu, kwani hakuna neema kubwa kama neema ya Uislamu. Wakadhalika nahmadullah Ta'ala ala ni'mati as-sihhati wal afiyah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya uzima na afya, lakini na vile vile na utulivu tuliokuwa tunao. Mwenyezi Mungu inshallah atudumishie neema zote hizo. Kwa heshima zote, ndugu mgeni rasmi pamoja na meza kuu, tunashukuru kwanza kupata fursa hii adhim ya kuja kujumuika pamoja na ndugu zetu, wanafunzi wenzetu, na sisi bado vile vile tunasoma. Mwenyezi Mungu inshallah athibitishe inshallah elimu zetu, avingarishe vifua vyetu, avijaze elimu na hikma. Hakuna kitu kikubwa kwamba ambacho anatakiwa mwanadamu jipambe nacho kama elimu. Mimi kama nilivyoeleza, jina langu naitwa Hassan Ali Kombo kutoka Wakfu na Mali ya Amana. Nimekuja kwa niaba ya katibu mtendaji. Kwa hiyo sijui kama watu wanafahamu kuhusu Wakfu na Mali ya Amana. Wakfu na Mali ya Amana ni taasisi ya kiserikali, lakini ukitazama kwamba kazi zake zote ambazo inafanya inaigusa moja kwa moja jamii. Wakfu na Mali ya Amana inasimamia masuala mazima ya mirathi, na wenyewe wanamsemo wao wanasema usipokuja wakfu ukiwa hai utakuja hali yako kwa maiti. Yani pale lazima utakuja tu, kwa sababu ikiwa hujaja hali yako hai utarithiwa. Na mnafahamu kwamba mirathi mtu hata akiacha mtandio mmoja manake urithiwe huo. Sawa? Mtu akifa leo akiacha akiba ya chakula ndani ya nyumba kinatakiwa kifanye nini? Kirithiwe, japokuwa watu wengi haya hawayafahamu. Watu wamekuwa wanatumia hizi haki kinyume na utaratibu wa kisheria. Lakini wakfu vile vile inasimamia masuala mazima ya hija. Na ukitazama hija ni nguzo katika nguzo za kitu gani? Za Kiislamu. Wakfu vile vile inasimamia masuala mazima ya awqaf, masala ya wakfu, na vile vile katika mambo ambayo muhimu ambayo yamezungumzwa sana na sheria. Wakfu inasimamia masala ya zaka na masuala mazima ya misaada. Kwa hiyo ukitazama zaka ni miongoni mwa nguzo za kitu gani? Za Kiislamu. Kwa hiyo ukiyatazama haya mambo ambayo yanasimamiwa na Wakfu na Mali ya Amana, utaona kwamba ni mambo ambayo yanaigusa moja kwa moja jamii, na kwamba kila mmoja anatakiwa lazima aifahamu taasisi hii iwe ni kimbilio lako. Na alhamdulillah milango yetu sisi iko wazi wakati wote ule. Ukhti Saada nafikiria ni katika wadau wetu wakubwa sana, tunashirikiana nao karibu sana. Wizara ya Elimu, lengo letu kubwa kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma zilizokuwa bora katika jamii, na miongoni mwa huduma hizo ni taaluma ambazo leo zimetolewa hapa. Alhamdulillah, mashallah, yameelezwa mengi kuhusiana na taaluma, yameelezwa mengi kuhusiana na maadili. Lakini mimi ambacho nataka kukukumbusha, lazima tufahamu kwamba sisi tuko katika akhiri zaman. Akhiri zaman, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezizungumzia zitakuwa katika mazingira gani. Katika mambo ambayo yanayojiri akhiri zaman ni intisharul fitan, yani kuenea kwa fitna. Na sababu kuu ambazo zinaeneza fitna ni tatu, wanasema wanazuoni. Ya kwanza aljahlu, ujinga. Na nyinyi mashallah ni wanafunzi wa vyuo, bila shaka nyinyi hamtuingia katika kundi hilo, na nyinyi mshasoma, sio wajinga. Lakini wakati mwingine unawezekana ukahesabika kuwa ni mjinga hata kama umesoma, iko utashindwa kuitumia elimu yako kama vile ambavyo unavyotakiwa uitumie. Katika hizi akhiri zaman wengi wamesoma, lakini wanashindwa kuitumia elimu. Na kuitumia elimu maana yake ni kuiweka katika mizani inayotakiwa. Sasa hivi ukiingia pengine katika hizi wasailul i'lam, mitandao ya kijamii, huko kuna mambo huko mengi tuko, na kila mmoja mjuzi kushinda mwenzake. Utakaposhindwa kuwa ni mpambanuzi, na ikawa unapokiona kitu, ukisikia kitu ukawa unaweza kukichuja ukakipima vizuri, na hasa kama wewe ni mtoto wa Kiislamu, ukaviingiza vitu vyako katika mizani ya kidini na taaluma za kisheria, basi unaweza ukafanya nini? Ukapotea. Kwa jambo la mwanzo ambalo linapelekea kuenea fitna ni aljahlu, ni ujinga. Lakini jambo la pili wanasema atashaddud, yani misimamo ambayo ilikuwa haizingatii vile vile vigezo, au
kulazimisha mambo ambayo hayatakikani kulazimishwa. An-Nabii sallallahu alaihi wasallam anasema yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Manake ni maneno haya. Maneno haya manake fanyieni watu wepesi na wala msiwape watu uzito. Wabashirieni watu khairi na wala msiwabashirie watu mambo ya shari. Katika zama hizi ukishindwa kufanya mambo yako katika utaratibu ambao unazingatiwa katika sheria, basi unaweza ukaingia katika mahalik, ukaingia katika maangamizi. Halafu ukajikuta kwamba umeingia katika sehemu ambayo hujui tena utokee wapi. Sisi wote hapa ni vijana wadogo, kama alivyozungumza hapa mwenyekiti kwamba sisi ni vijana ambao tunategemewa na taifa baadaye. Sisi tutakuwa hapa, mmoja wetu anaweza kuwa yeye ndio mwenyekiti wa taasisi fulani, mmoja wetu atakuja kuwa ni mkurugenzi wa fatwa, na mwingine atakuwa sijui katibu wa taasisi gani. Kila mmoja hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwekea utaratibu wake wa kuishi na namna gani kwamba atakuwa baadaye. Sasa at-tashaddud, yani misimamo ambayo ilikuwa haina vigezo katika sheria, hii inatupeleka pabaya mno. Sasa hivi vijana wengi tumekuwa tunajiingiza katika masala mazima ya kisiasa. Ni wakati wetu sisi wa kusoma, lakini tunaingia katika masuala mazima ya kisiasa. Kuna mambo mengi yamekuwa yanazungumzwa katika mitandao, mambo mengine ni ya kutia tashwishi. Mambo mengine ni ya kutoharibia mazingira. Hakuna neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa wanadamu. Kama anavyosema nazuoni, baada ni'matul iman, baada ya neema ya imani, kama ni'matul amni, kama neema ya utulivu, kama neema ya utulivu. Hata ukisoma mtiririko wa Qur'ani wewe utaona kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiteremsha suratul Fil, ambayo inazungumza kitu gani suratul Fil? Jamaa wanafunzi, suratul Fil inazungumza kitu gani? Naam, suratul Fil inazungumzia kitu gani? Inazungumzia tukio la kuangamizwa nani? Abraha, si ndio pamoja na jeshi lake. Baada ya suratul Fil imekuja sura gani? Suratu Quraish. Suratu Quraish inazungumzia kitu gani? Inazungumzia kitu gani? Mkizisoma hizo aya mtaona kwamba namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoizungumzia amani. Aya 4 tu, liila fi quraishin ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayfa liya'budu rabb hadha al-bayt alladhi min ju'in wa amanahum min khawf. Ina maana kumbe pakikosekana amani, hata haya mafunzo hayatopatikana. Hatutoweza kufanya biashara, hatutoweza kula chakula kwa utulivu, hatutoweza kufanya chochote katika. Kwa hiyo amani ni katika mambo ambayo ni makubwa sana. Tunajua kwamba tukizungumza amani, kuna watu wengine wanaitazama hii kwa mitazamo ya kisiasa. Sisi hatuzungumzi amani kwa mitazamo ya kisiasa. Tunatazama amani kwa mitazamo ya kitu gani? Ya kisheria na miongozo ambayo kaja nayo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapotaka kuizungumza haki vile vile sisi ambao tumesoma hasa dini, hatuizungumzi haki kwa upande wa kitu gani? Wa kisiasa. Tunaizungumza haki kwa miongozo ambayo katuletea nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapokosa haki yako namna gani kwamba uitafute haki? Je, utaratibu unaopita utakuwa ni sahihi ambao utakupelekea kupata haki yako? Sasa kama kwa vile tumesoma, maana tunatakiwa lazima haya yote haya tuyachunge. Uitunge amani, lakini unapotaka kuitafuta haki vile vile itafute katika misingi ambayo tumeongozwa na sheria yetu. Ukisoma historia, tumeambiwa hapa tumesoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Historia ukisoma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona namna gani kwamba Mtume alidhulumiwa pa kudhulumiwa, lakini na namna gani kwamba Mtume alipitia process za kupata kitu gani? Za kupata haki. Sawa? Kwa hiyo tusome, tutambue, na halafu tuyafanyie kazi yale ambayo tunayo yasoma. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa ila huna aqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.